Wewe nani? Mhudumu. Sasa mhudumu ndio tunagongana kwa ngongo? Muda umeisha, nataka kufanya usafi. Hata kama sio tukurupusha kama hivi bwana. Umejisahau sana mzee, hapa sio nyumbani. Au sio? Sawa sawa. Saa 3:30. Saa 3:30? Bibi. Hapo kando kiuchi. Gani? Unajua ndio sio lava. Unataka hivyo? Hebu bisha. Bisha. Sano bisha bibi. Kama ole. Chogo. Chogo. Wewe Chogo. Naam. Kulikuwa mbona uko hivyo? Mbona uko hivyo? Changamoto ni nini? Wewe niache tu mke wangu. Hebu niambie. Yaani nakuona kabisa uko kwenye dimbu la mawazo. Sijui tatizo ni nini. Unajua natimiza miaka 32 sasa. Najua. Naumia kuona kila mimba unaobeba inaharibika. Unajua sina kikubwa ila ninamudu kuhudumia familia. Natamani kuwa na mtoto. Sikutegemea kama ungezungumzia haya. Na ndio maana nilikwambia uniache. Sina shida, shikamo yako. Ona dili sana. Ulikuwa wapi? Nilienda sokoni. Sokoni? Sokoni? Kitamu na nidanganya. Yaani sokoni unashinda hata kuja na kitunguu au binzari? Sasa mimi ngongopee nini mjomba? Mimi sio mtoto mdogo. Sawa? Mimi najitambua sana. Labda tu nikwambie kitu kimoja mjomba.
Nisikilize kwa umakini sana. Siku zote mchuma janga ula na wakwao. Sasa usione kama nakufuatafuata sana. Sitaki shida. Lakini mjomba, unanifikiria tu vibaya. Nakufikiria vibaya. Nisikilize. Kinywa cha mtu mzima siku zote kinanuka, ila maneno yake hayanuki. Fokola alikuja hapa? Alikuja. Aliulizia kitanda chake. Sasa kama mjomba umemaliza, usimkabidhi tu mwenye kitanda chake. Hebu achana hayo mambo. Unachopaswa kunijibu tu, alikuja au hajaja. Full stop. Unaongea tu. No, nasikia harufu ya naba za kijinga jinga tu. Endelea hivyo. Na naba zako hizo. Kaoge, pumbavu wewe. Mzee. Ndio nini kule? Una matatizo gani? Kama kuna matatizo yote basi niambie. Una changamoto gani? Ni ukosefu wa akili jamani? Sasa ndio nini vile chooni ulivyoacha? Yaani nimeona mpaka nimesisimka, mwili yote vinyoleo vimesimama. Hivi mbona hujiheshimu wewe? Niongee nionekane mimi sina adabu. Niongee nionekane mimi mkorofi. Nimetoka kwenye nyumba yetu ile nyingine, nimekuja huku unaanza kunisumbua tena. Nikulee mpaka lini? Nikulee kitu gani? Humu ndani sina mtoto. Sina sijui kichezo hata cha kusema nasikia kichefuchefu nitapika nije kuyaona yale madude. Nakuja kuyaona tena madude ya mtu mzima. Hivi unajua mimi najisikiaje hapa nilipo? Sasa mimi kule kwetu kijijini hakuna mambo si kuflash si nini, mnaona tu ukijisaidia tu unaondoka. Sasa mimi nashangaa mambo ya kuflash sielewi, kwetu hamna. Mimi huko sijazoea kuflash, siku kimeenda kimerudi. Sasa kama hujazoea mama yangu, ni jambo tu la kuelewana. Kwa nini wewe usiondoke? Nenda kwako. Nenda kule kijijini ulipozoea wewe kujisaidia huko, unaruka, unacheza kama hivi. Kwa nini unakuja huko kunisumbua? Lakini si uniache na maisha yangu. Kwa nini unanifanyia hivyo? Kwa nini usibaki huko kwako? Maisha mazuri kama haya wewe huyawezi. Kilichokufanya wewe uje huku nini? Mwambie tu mwanao, bwana mimi huku siyawezi, ninachokitaka nirudishe kule nyumbani. Kuna vitu vingi uviwezi, kuna vitu vingi unaniharibia huko ndani. Unaniharibia nyumba ya kule umeiharibu, basi mpaka naichukia. Na wewe unataka uiharibu. Una shida gani lakini? Sasa basi, naomba tusikilizane. Tena naomba usikize kwa makini kabisa. Naondoka. Naenda huko nitakapoenda. Nikirudi nisikute huo uchafu wako. Kama utauchukua ule mzigo, uweke kwenye ile koba lako lokuja nao la kichawi. Kama utaupeleka chumbani kwako, ni wewe. Sitaki kuona uchafu. Jifundishe, nenda kama Kagugo, kafanyeje? Jifundishe namna ya kuflash. Siwezi kukufundisha mtu mzima kama wewe tu kuflash. Mimi nikae chini na kufundisha wewe kuflash. Kama utaenda kuwauliza majirani, ni wewe. Utajua popote unapoenda kutafuta, ili mradi ujue kile kidude unakitoaje. Yaani kile kizigo unakitoaje. Mbona nikosesha amani mimi? Hivi leo mimi ningekuwa nipata mgeni, si aibu hii? Labda wafanyakazi wenzangu wanakuja huko wanaangalia, au mfanyakazi wa mume wangu anakuja anakuta vitu kama vile, inakuwaje? Naenda. Nisije nikakuta ule uchafu. Ala, chonde, inua tu miguu yako, ado mpaka kule choni naomba kapasafishe. Nonsense. Udugu wangu umetisha. Umejua kubaruza mwali wangu. Mie tena. Jamani, chuma hizo. Inapo bado kuna hichi. Mwali wangu uzipambe. Uzi ujapoa. Na hapo bado nikasemaje? Shoga yangu asiwe wa mwisho. Bora nipekee wa kwanza kuchagua vijora. Maana nikienda kuvitembeza huko watu watavishika we. Watachagua vizuri watakuacha vibaya shoga yangu kama uzi nimtangulize shoga yangu awe first. Udugu wangu umejua kunifurahisha. Yaani uzi umenyoka kama jinsi ulivyo. Wewe tena. Kwanza tusinde mbali shoga yangu. Vipi na mimi? Shemeji yupo? Hayupo bwana. Vipi unamuogopa? Nimogope wapi bwana? Nitaka tu nijue yupo au hayupo. Hayupo. Ameenda huko kuzula kaa jogo mgeni.
Vipi kwanza uuze bei gani? Hatuna hata bei shoga yangu. Hivyo vijola vyote 50,000 tu. Ovyo. Yaani umejinadi hapo, umejiachia mtoto wa kike. Eti hata sio bei 50,000 tu. Kwa hiyo 50,000 unaiona ndogo. Si hela kodi hiyo. Mbona unaita masiala na hela wewe? Shoga yangu, yaani wewe sio kushindwa 50,000 hata siku moja. Nisikize nikwambie, wewe mwenyewe shughuli zetu unazijuaga, tukianzisha shughuli kweli. Sasa 50,000 hivyo ushindwa kupambania 50,000 ukapata wewe tukajirusha wenyewe. Wewe 50,000 tu wewe, yani ya kazi gani? Hata kama bwana wewe ndio unajiachia kama hivyo, lakini sio shida zangu. Kijora tunacho, shughuli tunatamba nayo. Vipi kwani ameongea? Achana naye kitufe yule. Ndugu yangu, nisikudanganye bwana. Tangu niachishwe kazi pale ofisini, mambo yangu yamekuwa magumu kwa kiasi kikubwa. Yaani kila ninachokifanya kwangu kimekuwa changamoto. Najaribu kutafuta vibarua vidogo, nayo imekuwa ni ngumu kweli kweli. Kuna wakati nakaa nawaza mpaka kichwa kinataka kubasti. Ndugu yangu Mjuba, mimi kwanza nikupe pole kwa sababu kuishi bila kazi hapa mjini ni kazi moja ngumu sana ambayo haina mfano wala haielezeki. Hasa kwa mtu kama wewe ambaye unaishi na mtu kwenye nyumbani kwako. Ni heri hata ungekuwa peke yako. Lakini Mjuba, kila siku nakwambia, hebu acha kwa focus na kazi ya gereji kwanza. Hapa mjini kuna kazi kibao ambazo ukifanya unapata shilingi 100, shilingi 200 ambayo itaendesha maisha yako. Lakini wewe kila siku unang'ania gereji. Hii ilishashindikana na gereji. Fanya mpango mwingine kaka. Umesema kitu kikubwa sana. Hapo naona kabisa kuna namna natakiwa nifanye ili kuweka kila kitu sawa. Nashukuru kwa ushauri wako ndugu yangu. Ni jambo zuri kama umeelewa, kisha ukafuatilia ushauri wangu kwa masuala mazima utafuta kazi ili maisha yako yawe mazuri. Hii saa 8 sasa ndugu yangu. Mpaka tuvokaa hapa tumeongea mengi sana. Nadhani anatosha. Hebu tufanye mpango kwanza hadi tukapate msosi kwanza ndugu yangu. Sasa hapo ndugu yangu ungefanya kitu kimoja. Hiyo pesa unataka kwenda kununulia mimi chakula, ungenipatia ili mimi nikale na mwenzangu, maana sijamwachia kitu chochote tangu asubuhi. Mjuba, sio naomba tuishi hivyo bwana. Wewe kama unasema bwana mimi sina. Ila cha huku kijiweni cha kijiweni na cha nyumbani pia cha nyumbani. Hebu shika hii. Ila hebu ongeza na hii. Sasa hiyo kampe shemeji nyumbani. Alafu hii 5,000 wewe 5,000 mimi. Mimi nakujua hali yako ndugu yangu, siwezi kutelekeza mazima. Boni. Mbona hivyo? Au bado na makasiriko? Hapana, kuna vitu tu viko sawa. Ndio maana nimeamua kurudi nyumbani mapema. Mimi nilikuwa na shida. Chumbani kwangu kuna shoti. Nikiwasha kitu chochote kile, nyumba nzima inazima. Kwa hiyo nilikuwa naomba unisaidie kwenda kuangalia kuna nini. Twende basi ukanisaidia.